kuwatumikia watu bila manunguniko. Tunapotoa bila manunguniko, tukiona kwambia, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Unapotoa kila ambacho kinakuuma ulikihitaji, lakini unaona kuna mhitaji zaidi ya wewe, Mungu anakujaza pale ulipotoa, kwa sababu ndiye anayekupatia kwanza uhai, afya njema na neema nyingine nyingi ambazo tunazo na zinatufaa katika maisha yetu, kwa sababu Mungu anatupatia kila ambacho ni cha muhimu kinachotufaa kwa maisha yetu na kwa maisha ya wengine. Kwa upendo, hata kama tunatoa kitu kinatuuma, kwa sababu sadaka nzuri ni ile inayouma. Mungu anaturudishia pale tulipotoa. Tunaona ni mafundisho hayo ambayo Yesu mwenyewe anatufundisha katika Injili ya leo, kwamba chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Unapojitoa hapa, ni maana Yesu anaongelea Injili ya Yohana, anaongelea tayari mateso na kifo chake, na Mtakatifu Laurenti aliyeishi haya maandiko alijitoa bila kujibakiza, akawa kama chembe inayokufa. Na katika ushuhuda wake wa shahidi, kama shahidi wa imani, ni wazi alikufa kimwili, lakini nafsi yake na maisha yake yanazungumza mpaka leo. Kanisa limetupa kama mfano. Ameanguka, chembe imekufa, maisha yake yamekufa, maisha ya kimwili, lakini ametoa mazao. Amekuwa ni mtakatifu, mwombezi na mfano wa maisha yetu ya Kristo katika kuishi na kumtumikia Mungu kupitia watu. Mtakatifu Laurenti aliyapenda maisha yake, lakini zaidi aliyapenda maisha ya wale aliyowatumikia, na akawa tayari kuyatoa maisha yake kwa ajili ya hao, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Kristo, ili awe ushuhuda wa imani. Kumbe maisha haya tunayoyang'ang'ania ya mwili, kuna siku tutayapoteza. Sasa unapotezaje maisha haya? Katika neema ya Mungu au katika mabaya? Kwa sababu mara nyingi napenda kuwakumbusha watu kwamba kuna siku tutakufa. Kuna siku tutakufa. Narudia, kuna siku utakufa. Hebu ndio ndio mtazamo usoni kidogo. Kuna siku utakufa. Kwa sababu kuna watu kuzungumza kifo wanaogopa. Hata ukiogopa, kuna siku utakufa. Kwa tunapotambua kwamba kuna siku tutakufa, na kwa bahati nzuri hatujui tutakufa lini, tunapaswa kujifunza neno la Mungu lituongoze katika kuishi Ukristo wetu vema, kama alivyokuwa Mtakatifu Laurenti. Kwa sababu hata kama tukitunza haya maisha ya kimwili tutayapoteza, tutakufa. Na kama tujaishi vizuri, tutakuwa na hatari ya kupoteza hata maisha yajayo, maisha ya uzima wa milele. Yesu anatukumbusha, mtu akinitumikia na anifuate, nami ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Yesu alitutangulia kutuandalia makao kule mbinguni. Ndiyo lengo la Mungu kuishi na mwanadamu kwa umilele. Lakini lengo hili alikuwa automatic kwamba basi mshabatizwa basi utaenda mbinguni. Hapana. Tambue kuna mbingu na kuna jehanamu. Yesu alitufundisha hivyo. Kwa hiyo tukiishi vizuri maisha yetu, tukitoa kwa ajili ya Mungu na wenzetu bila kujibakiza, tunaweka hazina iliyo kubwa ya kurithi maisha ya milele kule Kristo alipo katika ufalme wake. Maana nakwambia, kuna mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, masomo ya leo na maisha ya Mtakatifu Laurenti yatuongoze katika maisha yetu ya Kristo, namna tunavyoishi. Je, tumejiandaa? Yesu akija leo mara ya pili,
mimi nitakwenda wapi? Maisha yako ndio jibu halisi la swali hili. Je, unamtumikia Mungu ipasavyo? Je, unautumikia watu? Unawapenda watu na kuhudumia wale wahitaji? Au unajitazama wewe peke yako? Na kuna watu bahati nzuri Mungu amewajalia kuwa katika nyadhifa mbalimbali, lakini badala ya kuwatumikia watu wanatumikia matumbo yao na familia zao. Wanajisahau kwamba kuna siku watakufa. Wanafikiri kwamba wataishi milele. Tutambue kwamba kuna siku tutakufa. Tutambue hilo, tutajiandaa vema na maisha yetu yatakuwa yanyofu. Ni wazi sisi ni binadamu, ni wadhaifu, ni wadhambi, na ndiyo maana Kristo alituachia neno lake na sakramenti zake zituongoze. Tunapoanguka, tunaporudi nyuma, tuzaliwe upya kama ambavyo baadhi ya wenzetu watazaliwa leo katika sakramenti ya ubatizo. Tunapaswa kuzaliwa kila mara upya. Tutumie sakramenti hizi tuongoze, zitusaidie kuwa Wakristo wema. Kwako mpendwa sana Padre Vitus Kijilwa Mungu, imekuwa bahati nzuri kwamba unaadhimisha kusaidia kumshukuru Mungu katika sikukuu hii ya Mtakatifu Laurenti. Nakumbuka wakati tunazungumza nikakwambia kwamba tutatumia masomo ya siku hiyo, ulishika kidogo. Mtakatifu ambaye alichoma hapa akasema huku nimetosha, nimeshaiva, nigeuze upande wa pili. Na tu ulikuwa ukitazama, je, unaweza ukavaa viatu vya mtakatifu huyu? Usiogope.